Maelfu ya waandamanaji walimiminika katika mitaa ya Jerusalem kupinga serikali ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu usiku wa kuamkia hii leo Jumapili Juni 21 mwaka 2026, wakimtaka jiuzulu na kuitaka Israel kusitisha operesheni zake za kijeshi zinazoendelea katika ukanda wa Gaza, kusini mwa Lebanon na maeneo mengine ya mzozo. Wakiwa wamebeba bendera za Israel, wakipiga ngoma na kupaza sauti zao za kupinga vita, waandamanaji walionyesha wazi kuongezeka kwa hasira ya umma dhidi ya uongozi wa Netanyahu, huku akimtuhumu kwa kushindwa kuiongoza nchi hiyo katika kipindi kigumu cha vita na machafuko ya ndani. Mabango yaliyobebwa na waandamanaji yenye ujumbe wa kusitisha vita lakini pia maisha ya Palestina yana umuhimu yalidhihirisha kuwa maandamano hayo hayakuwa si tu dhidi ya mtu mmoja, bali pia dhidi ya sera nzima ya vita ambayo sehemu kubwa ya wananchi wa Israel wanaamini imeendelea kuisukuma nchi hiyo kwenye mzunguko wa umwagaji damu, hofu na mgawanyiko wa kisiasa. Maandamano hayo yamekuja kwenye kipindi nyeti kisiasa huko Israel ikielekea kwenye uchaguzi wa Oktoba, wakati kura mpya za maoni zikianza kuashiria kuongezeka kwa upinzani wa wananchi dhidi ya uwezekano wa Netanyahu kuwania tena nafasi ya waziri mkuu. Kwa mujibu wa waandamanaji, Netanyahu amekuwa akitumia hali ya vita kama kinga ya kisiasa ya kujinusuru dhidi ya lawama zinazomwandama tangu shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 lililotikisa Israel na kuacha taifa hilo katika majonzi makubwa. Waandamanaji walisema kuwa badala ya kukubali uwajibikaji juu ya kushindwa kwa mfumo wa usalama siku hiyo, serikali imeendelea kugeuza mjadala wa kitaifa kuelekea kwenye vita vya nje, mashambulizi ya kijeshi na kauli za ushindi ambazo kwao hazijatatua mzizi wa mgogoro wala kurejesha imani ya wananchi kwa uongozi huo. Mbali na maandamano ya Jerusalem, takribani zaidi ya watu 500 walikusanyika katika uwanja wa Bima Square mjini Tel Aviv kuendeleza shinikizo hilo dhidi ya Netanyahu. Katika maandamano hayo, waandamanaji walimshutumu waziri mkuu huyo kwa kushindwa kufanikisha malengo ambayo Israel ilitangaza katika vita dhidi ya Iran, wakisema licha ya operesheni za kijeshi na juhudi za vikosi vya usalama, uongozi wa kisiasa wa Netanyahu umeendelea kuonekana dhaifu katika kubadilisha hatua hizo za kijeshi kuwa ushindi wa kisiasa, usalama wa kudumu na mwelekeo wa wazi wa kuondoa nchi kwenye mizozo. Katika maoni ya waandamanaji, tatizo haliko tu kwenye uwanja wa vita, bali pia kwenye kile walichokiita ukosefu wa maamuzi ya uongozi, matumizi ya vita kama chombo cha kujijenga kisiasa na kushindwa kuipa Israel dira ya kutoka kwenye hali ya taharuki ya kila siku. Katika ujumbe uliotolewa kwenye maandamano hayo, waandamanaji walisema kuwa wakati wanajeshi wa Israel, marubani na vyombo vingine vya usalama walifanya wajibu wao vitani, serikali ya Netanyahu ndiyo iliyoshindwa kutafsiri juhudi hizo kwa mafanikio ya kweli ya taifa. Kwa mtazamo wao, Netanyahu amekuwa akijionyesha kama kiongozi mwenye nguvu na mwenye ushawishi wa kimataifa, lakini matokeo halisi ya uongozi wake yamekuwa ni kuongezeka kwa migawanyiko ya ndani, kushuka kwa imani ya umma kwa taasisi za dola na kuendelea kwa vita visivyo na mwisho wa wazi. Kwa ujumla, maandamano ya Jerusalem na Tel Aviv yameonyesha kuwa upinzani dhidi ya Netanyahu hauko tena pembezoni mwa siasa za Israel, bali unazidi kuingia katikati ya mjadala wa kitaifa. Kile kilichoanza kama hasira dhidi ya namna serikali inavyoshughulikia mashambulizi ya Oktoba 7 sasa kimegeuka kuwa lawama pana juu ya uongozi wa vita, swala la mateka, uwajibikaji wa serikali na mustakabali wa taifa hilo kisiasa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.